Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Leo tuko katika mkutano mkubwa kabisa kuhusiana na hija, lakini una mambo mbalimbali yanayozungumzwa katika mkutano wa leo, ikiwemo kwanza ni historia karibu miaka 50 iliyopita, vipi ilikuwa na mabadiliko mbalimbali ambayo yamefikia hatua kubwa kupitia ufalme mpya wa Saudi Arabia kiongozwa na Salman bin Abdulaziz, kuonesha kwamba mabadiliko katika nyanja mbalimbali za teknolojia ambazo zimefanya Saudia kupiga hatua kubwa katika maendeleo katika kuhudumia mahujaji. Sambamba na hiyo ni masuala mazima ya kusimamia mahujaji ambao wanakuja, kuhakikisha kwamba kuna amani katika nchi. Kila aina ya huduma wanazipata na kwa wepesi, na kuzingatia kwamba mambo mengi sasa wanatumia teknolojia ya kisasa ambayo inatumia njia za mtandao, ikiwemo malipo na baadhi ya huduma. Sambamba na hiyo ni kwamba mabadiliko ambayo yanayokuja kuhakikisha kwamba ikitimia mwaka 2030 utakuwa na mabadiliko mengi kabisa katika hija, katika mambo ya teknolojia, kuhakikisha kwamba wageni wa Allah subhanahu wa ta'ala hawapati tabu katika kutekeleza manasikul haji. Kwa hivyo tutoe wito kwa Watanzania na watu ulimwenguni kwamba lazima tuende na wakati, na mabadiliko haya ambayo yanahitaji sasa lazima tuende nayo kupitia na hali ya mabadiliko ambayo iko wazi wazi katika utendaji wa huduma mbalimbali za hija. Lakini tukiangalia mambo mengine ni kwamba ufalme wa Saudi Arabia umeweza kutoa huduma maalum kwa nchi ambazo zinahitaji VIP, ambapo hapo zamani kulikuwa hakuna jambo hili, japokuwa lina gharama kubwa, lakini kwa kutokana na hali ya uwezo wa mtu anaweza kabisa akaweza kulipa hija yake kwa kupitia gharama ambazo mwenyewe ana nafasi nazo, kwa sababu VIP ni huduma za ziada ambazo hujaji anazilipia na kuzipata kwa wakati, lakini pia anaweza akafanya ibada yake kwa utulivu zaidi. Kama tunavyofahamu kwamba alhamdulillah mahujaji wote wa Tanzania wameshafika katika mji huu wa Saudi Arabia na wengi wameshamaliza ibada ya umra, lakini tunafahamu kwamba hija kuanza, kumalizika kwa hija ndio kuanza kwa hija. Tunatarajia mwezi 12 Dhulhijja, mwezi 12 Dhulhijja 1447 utatolewa tangazo rasmi la Wizara ya Hija kulingana na ratiba mpya ya Wizara ya Hija kwa mwaka 2027 sawa na mwaka 1448. Naamini ndani yake kutakuwa na mabadiliko mengi, yakiwemo masuala ya gharama, lakini mengine ni masuala mbalimbali ya huduma ambazo zitatoa Wizara ya Hija kuleta kwa mahujaji. Hivyo natoa wito kwa wananchi kwamba miongoni mwa mambo muhimu ambayo huwa tunaelezwa kwamba muda ambao mahujaji wanatakiwa waweze kulipia hija ni muda wa mapema kabisa, kwani milango ya hija kujiandikisha pamoja na visa inafungwa mapema. Yule mwenye nia na mwenye uwezo basi aende kwenye mashirika ya hija atakayokubalika kisheria, waweze kuhakikisha wanalipia na kuingizwa katika ratiba na orodha ya mahujaji ambao watahiji kwa mwakani inshallah. So watu waanze organize katika kujikusanya katika taasisi za hija haraka iwezekanavyo. Baada ya watu kurudi, tuanze mahujaji watarajiwa kujiandikisha katika taasisi mbalimbali za hija ili huduma zao na matayarisho yao yaanze mapema kama mwongozo wa Wizara ya Hija na Umra unavyotaka. Baada ya hapo, nashukuru sana. Allah tujalie wepesi katika ibada zetu za hija, azikubali na turejeshe na mahujaji wote salama salimin ghanimin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namuomba Allah tujalie hajjan mabruran wa sa'an mashkuran wa dhanban maghfura. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jina langu ni Tahir Muhammad Hashim Al-Musawa, ni katibu ofisi ya uratibu wa hija Tanzania Bara. Leo tarehe 20 tumepata mwaliko kutoka Wizara ya Hija kuhudhuria mkutano wa Wizara ya Hija kuhusiana na mambo mbalimbali yanayohusiana na mahujaji mwaka huu, lakini vile vile ni kwa maendeleo ambayo wamefikia Wizaratul Haji mpaka kufikia hapa. Ni mlolongo wa maendeleo na changamoto nyingi ambazo wamezitatua mpaka kufikia sasa mahujaji wanatekeleza ibada yao kwa raha na salama. Mkutano wa leo ulizungumzia pia masuala ya kifikihi katika upande wa kupatikana uwepesi kwa mahujaji kutekeleza ibada zao, lakini pia kukumbusha kwamba ibada ya haji unapatikana
kwanza kabisa ni kujisalimisha mja kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika kutekeleza amri zake zote na kuacha yote yanayokatazwa, lakini pia tunafundishana akhlaqi, tabia njema na mambo mengi ambayo yanapatikana katika ibada hii ya hija, jambo ambalo linapatikana kwa taasisi zetu za hija na mashekhe wanaoongoza mahujaji kuwakumbusha mahujaji kila wakati. Lakini vile kujiepusha na kila sababu ambayo inaweza ikapelekea hujaji akafariki ama akapata madhara yote kutokana na hali ya hewa ambayo bado inatarajiwa kwamba joto litakuwa ni kali. Kwa hiyo mahujaji watakiwa wakae katika mahema yao, wasitoke kwenda katika misikiti ya Jabal Arafa, jambo ambalo linaweza kupelekea kufariki, na kule ni jambo la sunna ambalo sio jambo la lazima. Hayo na mengine mengi tu ambayo yamezungumziwa kuhusiana na unadhimu au upangiliaji wa huduma za mahujaji kati ya Mina na Arafa, lakini kuanza kutokea kuingia mahujaji na mpaka kutoka kwa Tanzania. Walillahi alhamdu, kwa mwaka huu tumeona bado zipo fursa nyingi tu ambazo Wizaratul Haji watazifanyia kazi kwa mwakani. Kwa mfano, mwaka huu walitarajia kwamba mahujaji wasibebe mabegi yao wanaposhuka katika ndege, mabegi watayakuta hotelini, lakini hili ilikuwa ni nia nzuri kumsaidia yule hujaji, lakini imepelekea changamoto, mabegi yanachelewa kufika. Kwa hiyo wamezungumzia na inshallah taraji mwakani mtalifanyia kazi katika ufanisi mzuri zaidi. Hija ni ibada ya lazima kwa mwenye uwezo, haiangaliwi wewe hujaji una mambo gani ambayo bado hujamaliza kuyafanya, na wala si maneno mazuri kwa Muislamu akasema kwamba mimi bado kwenda hija, kwa sababu kuna mambo gani. Wewe Muislamu unatakiwa kila wakati umche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kujikurubisha na Allah Subhanahu wa Ta'ala, uache yote aliyokatazwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kila wakati. Kwa hiyo inapokuja fursa ya mtu kwenda haji, atakiwa aende akatekeleze ibada ya hija, kwa sababu hayo ambayo aliyokuwa nayo tu, mazongi aliyokuwa nayo na mambo anayohitaji kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mambo yanayohitajika kila siku kufanyika. Kwa hiyo sio mafuhumu sahihi ya mtu kusema kwamba siendi hija kwa sasa hivi mpaka kuna mambo mengine sijamaliza.